Haleluya. Mungu alinileta hapa. Siku ya Jumatano nilikuja nikawa nimeombewa. Yaani nikaanza kuchangamka kwamba nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa tu siwezi chochote. Nyumbani nalala tu. Wewe ulikuwa na shida ya uti wa mgongo. Amina. Ghafla tu nilikuwa mzima. Baada tu kwenda field ndio nikapata na hilo tatizo kule kazini. Ndio nikaja hapa hivi nikaombewa, nikajisi kuchangamka. Saa hiyo nimefika nyumbani. Nikamwambia mama, mbona mimi kama leo ni mzima kabisa, yani sijisikii kuumwa tena. Siku ya pili nikabeba maji kichwani ndio kubwa nikajitwisha. Ulishawahi kuombewa ndoto yote? Na hukuona mabadiliko? Hapana. Na ukaleta siku ya Jumatano? Ndio. Na sasa hivi mtu wa mgongo uko sawa? Niko sawa. Unabeba ndoo? Ndio, nabeba ndoo, nafanya kazi zote. Na ulikuwa huwezi kabisa hata kufanya kazi? Nilikuwa siwezi hata kubeba yani chombo kile ambacho ni kavu tu hivi kukiamisha sehemu nyingine. Ukiwa Arusha mama yako akakuita njoo huku kuna maombezi? Ndio, aliniita tu kwamba kuna maombi, kuna dada zangu wanaendaga kule na sasa nikaa nimeenda nao huko mjini. Aha. Jumatano umefika hapo umeombewa siku moja, leo unabeba ndoo. Ndio, nafanya kazi zote. Na mama yako anasema mama ni furaha. Kama nilikuwa na furaha sana kuja katika hili kanisa, nilikuwa sijui kama Jumapili kuna watu wengi hivi, ila nilisema tu basi ngoja nikapita mimi niende kanisa. Sasa unawaambiaje hao watu wanaokusikiliza na wanaokuona? Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Nilikuwa mjamzito, lakini mtumishi wa Mungu akiwa redioni wanaomba, nilikuwa namshirikisha, nilikuwa namtumia message, wakawa wananiombea. Nilikuwa na shida ya damu pia na pressure, wakaniambia usiogope, nenda kapime. Nikaenda kupima, damu ikapanda kutoka, ilikuwa imeshuka mpaka 8, ikapanda mpaka 12.5. Nikaendelea vizuri, lakini pia nikafika hospitali wakati wa kujifungua, changamoto ikawa inaendelea. Nikawatafuta tena, wakaendelea kuniombea. Hatimaye nikajifungua mwezi wa 12, mtoto wa kiume. Katika wakati nikiwa mzazi, kuna hali tena ikawa imenikuta, nikikaa naona kama nakufa. Nikawa namwambia baba, kuna 1, 2, 3, sijui kama nakumbuka, lakini nilikuwa namwambia. Kafika wakati akaniambia unatakiwa uje kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kwa maombi yao, ile hali ya kuona kufa kila wakati imeisha. Mungu asifiwe. Mpaka tarehe 24, lakini kuanzia tarehe 18 nilikuwa tu naumwa uchungu, njia ilikuwa haifunguki. Na tarehe 23 uchungu lilianza asubuhi mpaka tarehe 24 asubuhi, lakini saa 5 na tarehe 23 nilienda kupimwa, nikaambiwa njia imefunguka. Na nilichoona njia imefunguka, lakini mtoto alikuwa hatoki. Kila nikienda nakaa pale hakuna kitu. Mwisho wa saa nikaona tumbo langu likijaa gesi, nikamasa naanza kuvimbiwa. Mwisho wa siku tumbo likajaa gesi kabisa, hakuna, na nikawa nimechoka, hata kufanya mazoezi siwezi tena. Nikafika mahali nimechoka, siwezi tena hata kufanya mazoezi, nikawaambia nimechoka. Lakini namshukuru Mungu kwa maombi yenu, nikasogelewa na madaktari, nikajifungua salama, na Mungu, mtoto wangu ni mzima, na mtoto wa kilo 4 alizaliwa kabisa, ana afya njema kabisa, yuko pale, ana shida. Mungu ni mwaminifu. Asante sana. Alikaa kipimo na pia damu yako haitoshi, lakini mtumishi wa Mungu Yeremia aliweza kumwombea, akamwombea mara ya kwanza, kaenda kupima tena akasema bado, baadaye akaendelea kumwombea, lakini Mungu alijidhihirisha. Wakati endelea kupitia vipindi vyote hivyo, Mungu akarejesha damu ikaongezeka mpaka afika viwango ambavyo vinatakiwa na akajifungua salama. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na vita sana, lakini Mungu amempigania. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asante sana. Na kwa kufika hapa leo nikuja na mke yangu ambaye ni mdogo wake na mke wa mdogo wangu. Umemleta hapa? Kuja naye, alitumia simu yangu
kuwasiliana. Nafikiri kuna Alhamisi ulimwombea, alikuwa akienda shule, yaani anasoma lakini anajikuta anasahau. Yaani kila alichokipitia kinakuwa akipo. Akitoka shule akirudi anasema najisikia vibaya, kichwa kinauma. Nikamwambia kupiga simu, akapiga simu kama umemwombea. Tangu ulipomwombea akaanza kupata amani. Amen. Piga Yesu makofi mengi kwa ajili ya shirika. Na leo atakumbuka baada ya kuombea masomo yanaendaje sasa hivi? Unakumbuka kumbukumbu imerudi? Anaendelea vizuri, sio mbaya. Na juzi pia Alhamisi baba alimwombea. Jana tukawa tumepata message, nikamwambia basi twende kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri ni mwanzo mzuri. Mungu akimpendeza Mungu tutaendelea kuja kumtukuza Mungu. Tuko mjini maeneo ya pale TTCN. Wanaita Legacy nafikiri. Ndio niko naye pale. Amina. Ayampe naye alete kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa majina yangu naitwa Esther Karesi. Nakuka na mpenda Yesu. Mimi kabla sijaomba na mchungaji nilikuwa usiku nikilala naota ndoto na mimi nitaenda shule, ila kipindi mtihani na inafika na inatokea tu kitu na shida kufanya ule mtihani. Unafanya vibaya wakati wa mtihani. Yaani unasahau masomo yote ambayo umejifunza nyuma. Inatokea tu mimi sifanyi mtihani, hiyo siku wenzangu wanaenda kufanya mtihani mimi siendi. Unapata kikwazo na shida kwenda. Ndio. Ila namshukuru Mungu, mchungaji aliniombea na kabla hapo nilikuwa naota kifo, yaani familia yangu ilikuwa inaandama, yaani nilikuwa naota ndio kifo. Watu wanakufa. Hata na mimi nilikuwa naota nakufa. Lakini baada ya maombi nini kimetokea, unaweza kushuhudia kwa ufupi? Baada ya maombi nikawa najisikia vizuri. Kichwa kilikuwa kinaniuma upande mmoja, ila baada ya maombi najisikia vizuri na Alhamisi mchungaji aliniombea. Akaniambia Jumapili nje, akatuma SMS jana. Ndio. Akasema nije kanisani. Maana leo niko hapa. Namshukuru Mungu kwa Yesu. Amina.